nafikiri wengi mnanifahamu, ni daktari wa kamishna ya kusimamia ngumi za kulipwa. Majina yangu ni Hadija Hamisi Mchenyi. Kama ilivyotokea tarehe 24, kwanza tunaomba radhi mtaharuki, lakini ni kitu kilikuwa cha kawaida. Kuna madhara ya mabondia ambao walikuwa 7, ambao 3 walikuwa makocha, 3 mabondia na mlinzi mmoja ambaye alikuwa anahudumia sehemu ambayo ilikuwa mabondia. Kilitokea ghafla baada ya kula chakula kama dakika 40 au dakika 45 hivi. Mabondia walianza kulalamika tumbo linawauma, walianza kusikia kizunguzungu, na wengine walifikia sehemu wakaanza kupata diarrhea. Lakini ni kitu ambacho ni cha kawaida baada ya kula kile chakula. Unajua wenzetu wametoka nje, hali ya hewa ya huku wengi ilikuwa inawadhuru chakula walichokuwa wanatumia maybe. Kwa hiyo tunasema ni kitu ambacho kinaitwa ni food poison. Food poison si kwa maana ya kuwa walipewa sumu kwenye chakula, hapana. Food poison inaweza kuwa ni bacteria infection au wenyewe personal hygiene. Inawezekana walikula wakati mikono yao hawajanawa au vipi. Maanake kila diarrhea si kama mtu anakuwa anayarisha, si ni tatizo, inakuwa ni food poison, msichukulia kama ni chakula ambacho kimetiwa sumu. Kwa hiyo wengi walianza kujisikia vibaya, walishindwa kuingia kwenye ring, wakaanza kutapika. Kwa maana hiyo mtu anayetapika au anayeharisha ndani ya masaa 24 zaidi ya mara 3 lazima atapungukiwa na maji. Kwa hiyo kwa wale waliharisha zaidi ya mara 3, kwa hiyo wanapungua, wanavyoharisha wanapungukiwa na maji, wanakosa nguvu. Kuna wengine wanafikia wakati hata kuona wakasikia kizunguzungu wanakuwa hawawezi. Kwa hiyo kwa hali waliokuwa nao, kwa hali ya mabondia wetu, tuliamua kuwapeleka hospitali na kueleza commission kuwa hawataweza kuendelea na mchezo, kuwapeleka hospitali. Tulipeleka hospitali, kufika hospitali walipatiwa matibabu wote kwa kuongezewa maji kwa sababu wengi walipungukiwa na maji. Kiingereza wanasema dehydration. Walikiwa drip, baada ya muda mfupi walikuwa wako salama. Kwa hiyo kutokana na hali zao tulishindwa kuwarudisha ulingoni waendelee na mchezo. Na siku zote hatuwezi kuweka public hali ya mgonjwa kwa sababu ni siri ya daktari na siri ya mgonjwa mwenyewe. Kwa hiyo hivyo basi, kwa sasa hivi wako vizuri, wako tayari kuendelea na pambano, na ni tatizo la muda mchache. Wenzetu mnawafahamu walikuwa ni wageni. Kwa hiyo zaidi ya hapo hakuna kingine kilichojiri. Kama mmeona Kamikiu yuko vizuri, na wengine wote baada kama masaa 2 matatu walikuwa wako sawa, na sasa hivi tuko nao wote, hali zao ziko nzuri. Mtu anapokula chakula ambacho kinakuwa sio kizuri, ni kama allergy, umeng'atwa na mdudu, baada ya muda kuchomwa sindano hali inapotea. Kwa hiyo hata hii hali ilivyotokea, ndio maana tumeweka hospitali, ni muda mchache ana recover, kwa sababu atakapopata diarrhea, sumu ikitoka na kwa yuko sawa. Ndio maana tumeweka hospitali, baada ya risali moja kuwekewa ni fluid aliyowekewa, walikuwa wako sawa. Hatukuwapa treatment ya dawa yoyote, ni sehemu ya kuongezea maji kutokana na kiwango cha maji kilichopungua mwilini. Kumbuka mtu anapokuwa anapata diarrhea anapunguza madini fulani katika mwili, sawa? Kwa hiyo ukimwekea drip ana recover. Kwa hiyo haina haja ya kusema tukae 1 wiki au nini. Ni masaa yale ambayo anakiwa drip kutoka mzima anaendelea. Tunaitreat ile dehydration, upungufu wa maji aliyokuwa nao. Ukiwa sawa, hatuna kitu kingine cha kufanya zaidi hapo. Asante. Kwa kujibu hilo swali lako Bwana Haji, sisi hapa mpaka kuruhusu pambano lifanyike, kwanza kama ikitokea incident ya namna hiyo, tunataka ripoti kutoka kwa daktari kwamba au mabondia wapo katika hali gani. Lakini daktari baada ya siku ile ile tulishatoa taarifa kwamba ilikuwa ni food poison, na kiuhalisia food poison ukishaitoa tu ile sumu kwa kutapika diarrhea pale pale, unadhani kwa kawaida, unadhani unakuwa uko vizuri. Lakini pia kumbuka professional boxing ni biashara, it's a business kati ya promoter pamoja na bondia. Kwa hiyo swala ambalo sisi tushalithibitisha kiafya kwamba bondia yuko salama, ana uwezo wa kuendelea na maisha mengine, linakuja sasa swala la promoter na bondia kujadiliana, ambalo sisi linakuwa halituhusu. Sisi tunatuhusu mchezo, kwamba wakishajadiliana kwamba bwana, lile la kwanza alikufanyika, tunaweza kuingia contract nyingine, tunaweza tukafanya hivi na hivi na hivi, wakakubaliana pale, wakaja tena mezani kwetu, bwana sisi tushakubaliana kwamba pambano hili tunaweza tukaendelea na plani nyingine ya pili hii, tunawaruhusu, tunawapa kibali na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi
Bwana Alhaji, ni kuondoe hofu, mabondia wote wako freshi, wako salama, na promoter Bwana Anatole amefanya kazi kubwa sana ya kuongea nao. Niwahakikishie tu Mafia yako vizuri mpaka kuthibitishia pambano lipo tena wiki ijayo. Nadhani ni jambo la kuwapongeza nao kwa hasara kubwa walioingia siku ya Ijumaa iliyopita.